Naam, mkereketo wa lugha, mpenzi wa lugha ya Kiswahili, karibu kwenye kipindi hiki Uketo wa Kiswahili, ambapo tutasoma leo kuhusu msamiati wa maradhi ama msamiati wa magonjwa, ama ukipenda pia tunaweza tukasema ni msamiati wa ndwele. Na leo kwenye kipindi chetu, kwanza ningeomba kwamba tuweze kusubscribe kwenye kipindi hiki ili tuweze kuzamia kwenye kipindi hiki cha leo tukijifahamisha mengi kuhusu msamiati wa magonjwa, maradhi ama ukipenda ndwele. Mojawapo ya msamiati ambayo ningependa tuangalie ni homa, na najua kwamba mara nyingi sana watu wamekuwa wakitumia homa badala ya mafua au bombo wakati mwingine. Homa tujue kwamba huu ni ugonjwa unaofanya joto la mwili kuwa juu zaidi kuliko kawaida. Kwa Kiingereza inaitwa fever. Kuna ugonjwa wa mafua ama bombo. Huu ni ugonjwa wa kuambukizana unaomfanya mtu kuumwa na koo, kutokwa na kamasi na hata kuwa na homa. Kwa Kiingereza tunaita flu ama ukipenda tunaita cold. Na mara nyingi mtu akiwa na mafua ama bombo huwa unampata anasema nina homa. La, unaugua mafua ama bombo. Homa ni ugonjwa tu ambao unafanya joto la mwili kuweza kupanda kuliko hali yake ya kawaida, ndiposa tunaita fever. Kuna kikohozi, ni msamiati mwingine wa magonjwa. Kikohozi ni ugonjwa wa kifua unaomfanya mtu aweze akohoe sana na hata wakati mwingine anatoa balagamu, yale kamasi mazito mdomoni. Kwa Kiingereza tunaita cough. Kwa hivyo ni kikohozi. Malaria, kumbuka kwamba ni ugonjwa ambao unafahamika tu na waja wengi kwa sababu ugonjwa huu sana sana maeneo ambayo yana joto jingi kama maeneo ya Nyanza, baadhi ya sehemu katika maeneo ya Rift Valley, bonde la Ufa na maeneo mengine labda ya kaskazini, magharibi mwa Kenya. Unaweza pata kwamba ugonjwa huu huwa ni hatari sana, japo tunashukuru kwa sababu huwa umepata matibabu. Kwa hivyo malaria ni ugonjwa unaoambatana na homa kali unaoletwa na mbu wa aina ya Anopheles. Kwa hivyo unapoumwa na huyu mbu wa aina ya Anopheles, mara nyingi utaambukizwa maradhi haya ya malaria. Kuna upele ama kaga. Upele au kaga, kumbuka kwamba ni vituruturu vinavyozagaa katika mwili na aghalabu huwa unawasha na hata kutunga usaha. Kwa Kiingereza tunaita scabies, ni upele. Kuna kifafa. Kumbuka kwamba kifafa ni epilepsy kwa Kiingereza, na huu ni ugonjwa unaomfanya mtu kuanguka na kupoteza fahamu kwa muda huku akipigapiga mikono na miguu na hata kutoa povu jingi kinywani. Ugonjwa wa kifafa ama epilepsy. Kichocho pia ni ugonjwa wa kukojoa damu unaosababishwa na vijidudu vikaavyo katika konokono wanaokaa katika maji baridi yaliyotuama. Kichocho huitwa bilharzia kwa Kiingereza. Ugonjwa wa kichocho. Kuna ugonjwa mwingine ambao tunaita mba au choa. Huu ni dandruff kwa Kiingereza na ni ugonjwa wa ngozi ambao huwasha na kuacha mabaka mwilini mwa mtu. Kwa hivyo mba ama choa, ifahamike kwamba huu ni ugonjwa ambao unawasha na kuacha mabaka mwilini. Nimesema kwamba ugonjwa huu huitwa dandruff. Kuna ugonjwa wa kifaduro, na kifaduro ni ugonjwa wa kukohoa sana na kutoa sauti kama ya filimbi. Aghalabu huwa inawashika watoto wadogo na huambukiza sana. Kwa Kiingereza tunaita whooping cough. Kwa hivyo ule ugonjwa wa kukohoa sana na hata unatoa sauti kama ya filimbi mara nyingi sana ni ugonjwa wa kifaduro. Kuna ugonjwa wa ukambi, ukipenda pia huitwa surua ama shurua
ama firangi. Kwa Kiingereza ugonjwa huu huitwa measles. Ni ugonjwa wa kuambukiza ambayo aghalabu wapata watoto na huifanya ngozi kuwa na vipele na unaoanza kwa kushikwa na homa kali ya kukohoa. Kwa hivyo wakati unapoanza kuugua ugonjwa huu wa ukambi, surua, shurua ama firangi ama kwa Kiingereza ni measles, unaanza kwanza kwa kukohoa, unakuwa na homa kali na unaanza kukohoa, lakini baadaye unaanza na kuwa na vipele vingi kwenye ngozi yako. Kwa hivyo tunaita ukambi, surua, shurua ama firangi. Kuna ugonjwa wa kipindupindu ama ugonjwa wa waba, na huu ni ugonjwa wa kolera kwa Kiingereza, tunaita ugonjwa wa kipindupindu ama ugonjwa wa waba. Nimesema kwamba ni kolera kwa lugha ya Kiingereza na ni ugonjwa wa kuambukiza, wa kuendesha na hata kutapika sana, na ugonjwa huu huletwa sana na uchafu. Naam, ugonjwa mwingine ambao ningependa labda tuweze kuzungumzia ni ugonjwa kando na kipindupindu, ni kifua kikuu. Kwa Kiingereza tunajua kwamba kifua kikuu huitwa tuberculosis. Ni ugonjwa wa kifua, inaitwa TB. Kuna majipu, ni uvimbe mkubwa unaotunga usaha, tunaita boil kwa Kiingereza ama abscess. Boil kwa Kiingereza ni uvimbe unaotunga usaha, kwa Kiswahili ni majipu. Kuna ugonjwa wa tauni ama kipukusa, na ugonjwa wa tauni huu ni ugonjwa wa homa kali unaoambukizwa na viroboto wa panya. Kwa hivyo ugonjwa huu tunaita tauni ama kipukusa. Kwa Kiingereza tunaita bubonic plague. Kwa Kiingereza ni bubonic plague. Kuna ugonjwa wa koyo ambayo kwa Kiingereza tunaita preeclampsia. Huu ni ugonjwa unaopata wanawake ambao wamehimila, wanawake ambao wamepata mimba, wale ambao ni wajawazito. Ugonjwa ambao huwa wanavimba miguu yao. Hali hiyo ni koyo, kwa Kiingereza ni preeclampsia. Kuna ugonjwa mwingine wa ndui. Ugonjwa wa ndui ni smallpox kwa Kiingereza na ni ugonjwa wa kuambukiza unaofanana na surua na hutokeza pele nyingi zenye majimaji na usaha. Kwa hivyo ndui ni smallpox. Kuna ugonjwa wa malale. Huu ni ugonjwa wa sleeping sickness kwa Kiingereza ama trypanosomiasis. Ni jina la kitaaluma hilo, trypanosomiasis. Na ugonjwa huu wa malale, mtu anakuwa na usingizi mwingi sana, na ugonjwa huu huambukizwa kwa kuumwa na mbung'o, huyu mdudu ambaye anaitwa mbung'o. Kuna homa ya matumbo. Homa ya matumbo ni typhoidi. Tunapozungumzia homa ya matumbo, kumbuka kwamba huu ni ugonjwa wa typhoid kwa Kiingereza. Kwa Kiswahili tunaweza tukatohoa jina hilo tukasema ni typhoidi, lakini Kiswahili sanifu tunasema homa ya matumbo. Kuna ugonjwa wa saratani ama kansa kwa Kiingereza. Nadhani kwamba huu ni ugonjwa ambao ni hatari kwa sababu imewafanya watu wengi kuweza kwenda chongomeo. Kuna matumbwitumbwi ama machibwichibwi ama perema ama machapwi, kwa Kiingereza ni mumps. Ni ugonjwa wa kuvimba mashavu hadi chini ya taya, hususan kwa watoto. Kwa hivyo ugonjwa huu wa matumbwitumbwi, machibwichibwi ama perema ama ukipenda machapwi ni ugonjwa wa kuvimba mashavu hadi chini ya taya na huwapata sana sana watoto. Kuna rovu, kwa Kiingereza ni goiter. Rovu kwa Kiingereza ni goiter. Ni ugonjwa wa kuvimba tezi kwenye shingo. Kwa hivyo ugonjwa wa kuvimba tezi kwenye shingo, basi ugonjwa huo
huwa tunaita rovu, goita kwa Kiingereza. Kuna tetekuwanga ama tetemaji au galagala. Tetemaji, tetekuwanga, galagala ni ugonjwa wa pele na homa kali wa kuambukizwa aghalabu kwa watoto. Ugonjwa wa pele na homa kali wa kuambukizwa aghalabu kwa watoto tunaita tetekuwanga ama tetemaji ama galagala ama ukipenda ni smallpox kwa Kiingereza. Kuna hijabu ama kiseyeye, ni msamiati mwingine wa maradhi. Kwa Kiingereza hijabu ama kiseyeye ni gingivitis, na ni ugonjwa wa kuvimba mafizi. Mafizi ni nini? Ni ile nyama inayoshikilia meno. Kwa hivyo unapovimba kwenye mafizi, basi ugonjwa huo ni hijabu ama kiseyeye kwa Kiswahili, lakini tunaita gingivitis kwa Kiingereza. Kuna pepopunda ama tetanus kwa Kiingereza, pepopunda ama tetanus. Kumbuka kwamba ugonjwa huu ni ugonjwa unaosababishwa na bakteria ambao wanapatikana kwenye kutu, kwenye vumbi au hata kwenye kinyesi cha wanyama, hasa wakati ambapo bakteria hii inapoingia kwenye jeraha. Kwa hivyo baada ya kutu hii kuingia kwenye jeraha, baada ya bakteria hii inayopatikana kwenye kutu, kwenye vumbi au kwenye kinyesi cha wanyama kuingia kwenye jeraha, basi italeta ugonjwa wa pepopunda ama tetanus kwa Kiingereza. Kwa hivyo tetanus kwa Kiingereza, kwa Kiswahili ni pepopunda. Na kuna kaswende ama sekeneko ama pangusa ama pia tunaita farangi. Kwa Kiingereza ni syphilis. Kaswende, sekeneko, pangusa, farangi ni syphilis. Na kwa hivyo kumbuka kwamba huu ni ugonjwa wa zinaa unaoshika uke ama uume na huambukizwa kwa njia ya ngono. Kuna kisonono kunradhi, sio kisonosono bali kisonono ama kisalisali. Ni ugonjwa wa kizinaa wa kutokwa na damu na usaha kwenye tupu la mbele. Kwa hivyo huu pia ni ugonjwa wa zinaa. Kwa Kiingereza tunaita gonorrhea ama kwa Kiswahili nimesema kwamba ni kisonono ama kisalisali. Kuna unyafuzi ama chirwa. Unyafuzi au chirwa ni ugonjwa wa watoto wa kutokuwa na afya njema na wa kutokana na kukosa lishe bora. Kutokana na kukosa lishe bora. Kwa shokoo kwa Kiingereza. Kuna utapiamlo, na utapiamlo ni ugonjwa unaowapata zaidi watoto kutokana na ukosefu wa viinilishe vya kutosha katika chakula. Ni malnutrition, utapiamlo, malnutrition. Ugonjwa unaopata zaidi watoto kutokana na kukosa vile virutubishi ama viinilishe vya kutosha katika chakula. Tunaita utapiamlo, malnutrition kwa Kiingereza. Sijui kama ni marasmus pia nadhani. Kwa hivyo unaweza niandikia pale kwa comment section endapo utapiamlo pia ni marasmus. Sina uhakika, lakini unaweza ukanipasha ujumbe huo kwa kuniandikia ujumbe pale chini kwenye comment section. Nyongea, kumbuka kwamba nyongea ni ugonjwa wa rickets kwa Kiingereza. Ni ugonjwa wa watoto unaofanya mifupa ya miguu kuwa nyororo. Naita nyongea. Kuna kichomi, nimonia au mkamba. Kichomi, nimonia ama mkamba ni nimonia kwa Kiingereza na ni ugonjwa wa mapafu unaosababishwa na bakteria wanaodhoofisha mfumo wa upumuaji. Unadhoofisha sana mfumo wa upumuaji. Naita kichomi,
nimonia au mkamba. Kuna safura ama kung'uta. Safura au kung'uta kwa Kiingereza ni hookworm disease, na ni ugonjwa unaosababishwa na aina fulani ya michango unaomfanya mtu kukosa damu mwilini. Unamfanya mtu weza kukosa damu mwilini. Kwa hivyo ni hookworm disease, safura ama kung'uta. Kuna ugonjwa wa matende, ni elephantiasis kwa Kiingereza. Matende ni ugonjwa wa kuvimba unaosababishwa na aina mojawapo ya mbu. Kwa hivyo tunaita matende. Kuna pumu ama asthma. Pumu au asthma ni ugonjwa wa mapafu unaomfanya mgonjwa awe na shida ya kupumua. Kwa hivyo pumu tunaita asthma. Kuna banguzi. Banguzi ni ugonjwa wa ulcers. Siwezi eleza sana, lakini najua kwamba banguzi ama ulcers ni ugonjwa ambao bado ni hatari kwa sababu haijapata matibabu ama dawa mujarabu. Haujaweza kupata dawa mujarabu. Kuna kiharusi ama faliji, na kiharusi ama faliji, kumbuka kwamba ni ugonjwa wa kupooza viungo vya mwili wa binadamu. Ugonjwa wa kupooza viungo vya mwili wa binadamu na kuua hisi na nguvu za viungo hivyo. Kwa Kiingereza tunaita stroke. Kiharusi au faliji, jina jingine tunaita faliji. Kuna ukoma au jedhamu. Ukoma au jedhamu ni leprosy. Sijui kama bado mnakumbuka kwenye kitabu kitakatifu kuna wakati Yesu Kristo alimponya mtu aliyekuwa na ukoma ama jedhamu, ugonjwa wa leprosy. Ni ugonjwa wa kuambukiza wa mabato ambao unaharibu mishipa ya fahamu na kukata viungo vya mwili. Kuna kekevu. Kunradhi, ni kwikwikwi inayosababishwa na kiungulia. Huwa tunaita hiccup. Kuna mzio. Mzio ni allergy. Kwa hivyo kuna watu ambao wako na mzio sana sana wa baridi ama mojawapo ya mafuta au chakula fulani. Kwa hivyo ni mzio. Kuna matege, lakini kuna ugonjwa ambao ngiri. Kunradhi. Ngiri huitwa hernia kwa Kiingereza. Ni ugonjwa unaotokana na kukaza kwa mishipa iliyo sehemu ya chini ya kitovu. Tunaita hernia. Kuna kiyeye, ni ganzi la meno, ni sensitivity of the teeth, na kuna kisukari ambayo ni diabetes. Kwa hivyo mkereketo wangu wa lugha, mpenzi wangu wa lugha mahali ulipo, kumbuka kwamba tunaendelea tu kuangalia msamiati wa Kiswahili, na leo tumeangazia msamiati wa nini? Msamiati wa maradhi, magonjwa au ndwele, na tumekwisha angalia baadhi tu. Endapo kwamba una mchango wako wa msamiati zaidi wa magonjwa, basi unaweza ukaniandikia ujumbe kupitia kwenye njia ya kawaida kuandika message ama arafa ukinifahamisha. Unaweza hata kupiga simu kwa sababu nimewacha nambari zangu za simu pale ili tuweze kuwasiliana. Naomba kwamba ukaweze kusubscribe kwenye kipindi hiki na hata upendekeze kipindi hiki kwa wenzako mahali walipo. Kumbuka kwamba Waswahili wanasema kwamba ukiujua huu na huu hujui. Jina langu ni Kaka Munai, kipindi ni Uketo wa Kiswahili, na kutakia magharibi mwanana hadi wakati mwingine tena tutakapokuwa na kipindi kama cha leo. Alamsiki.